Awali ya yote, namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kuneemesha neema ndogo na kubwa kwa kukutanisha mahali hapa siku hii ya leo. Pili, napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuipatia wilaya ya Mkalama rasilimali fedha za maendeleo zinazowezesha utekelezaji wa miradi mbalimbali kwa manufaa ya wananchi wa Mkalama. Vile kwa dhati naishukuru Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa usimamizi mzuri wa halmashauri na kutoa maelekezo na miongozo mbalimbali ambayo imechangia katika kuisimamia na kuiendesha halmashauri. Ndugu waandishi wa habari, lengo la mkutano huu ni kuwasilisha kwa muhtasari taarifa ya mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wa shughuli za serikali katika mwaka mmoja wa fedha, mwaka ulioisha jana tarehe 30 Juni 2026, yaani mwaka wa fedha 2025/2026, pamoja na kutoa mwelekeo wa utekelezaji wa shughuli za maendeleo kwa mwaka huu mpya wa fedha mwaka 2026/2027 katika halmashauri ya wilaya ya Mkalama. Katika kipengele cha uwezeshaji wananchi kiuchumi katika mwaka wa fedha ulioisha, yaani wa 2025/2026, halmashauri ya wilaya ya Mkalama ilitoa mikopo ya 10% yenye thamani ya shilingi milioni 500,598 kwa vikundi 52 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kati ya fedha hizo, vikundi 24 vya wanawake vilipokea jumla ya shilingi milioni 208,011, vikundi 19 vya vijana vilipokea shilingi milioni 259,787 na vikundi 9 vya watu wenye ulemavu shilingi milioni 32,800,000. Katika kipindi hiki pia kliniki tembezi ijulikanayo kama MAC Mkalama 10% Clinic ilizinduliwa na kuanzishwa rasmi ili kusogeza karibu huduma za utoaji wa mikopo katika ngazi za vijiji. Kliniki hii imekuwa na mafanikio makubwa ambapo jumla ya wananchi 2,000 wamefikiwa kupitia mitandao ya kijamii ya wilaya ya Mkalama na wananchi 2,000 kupitia mikutano ya hadhara na milioni 2 kupitia mikutano ya kijamii. Mikutano hiyo ya hadhara imefanyika katika kata 17 na vijiji 70 vya wilaya ya Mkalama. Katika hatua nyingine, halmashauri imetoa mafunzo ya ujasiriamali na usimamizi wa biashara kwa wanachama 289 wa vikundi vilivyopata mikopo hiyo. Miongoni mwa wanachama hao, wanawake ni 146, vijana 124 na watu wenye ulemavu ni 19. Mafunzo haya yamechangia kuongeza fursa za ajira, kujiajiri, kuongeza kipato cha wananchi na kuimarisha shughuli za kiuchumi ndani ya halmashauri. Katika sekta ya biashara, halmashauri kupitia kitengo chake cha biashara kimefanya ziara katika maduka mbalimbali kwa lengo la kufanya tathmini ya mwenendo wa biashara na kutoa elimu kwa wafanyabiashara na biashara ambazo zimeonekana kuto kufanya vizuri. Jumla ya maduka 560 yametembelewa. Hii imesaidia kukuza biashara na kuimarisha uchumi wa mtu mmoja mmoja ndani ya halmashauri. Kupitia kitengo hiki pia uwekezaji umeongezeka kutoka wawekezaji 6 mwaka 2024/2025 hadi kufikia wawekezaji 9 Juni 30, 2026. Uwekezaji huu ni katika sekta mbalimbali: madini, nishati, kilimo, ufugaji na kadhalika. Hii imesaidia kuwawezesha wananchi kiuchumi kupitia ajira za muda mrefu na zile za muda mfupi. Katika sekta ya elimu, tumeendelea kupata mafanikio makubwa katika kipindi cha mwaka uliopita. Halmashauri imeongeza shule mpya 4 zikiwemo shule 2 za sekondari za Kinyambuli na Kidarafa pamoja na shule 2 za msingi ya Mlumba na Grace Mesak zilizojengwa kwa gharama ya jumla ya shilingi bilioni 1,304,625,624. Vile miundombinu yenye thamani ya shilingi milioni 305 imejengwa ikiwemo madarasa 34, maabara 5 na bweni 1 vimejengwa ili kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia. Fedha hizi zote za miradi hii ya elimu zimetoka kupitia serikali kuu, lakini na hata halmashauri hatukuwa nyuma kuchangia maendeleo haya kwa kupeleka mapato ya ndani. Idadi ya shule za kidato cha 6 na 5 zimeongezeka kutoka shule 3 mwaka uliopita hadi shule 6. Kwa ujumla hadi sasa halmashauri na shule 99 za msingi na shule 22 za sekondari. Kitaaluma, ufaulu wa kidato cha 4 umeongezeka kutoka 97.89 mwaka 2024 hadi 97.91 mwaka 2025.
huku shule za kidato cha 5 na 6 zikiendelea kuwa na ufaulu wa 100%. Aidha, ufaulu wa darasa la 7 umeongezeka kutoka 68% mwaka uliopita hadi 71.85. Mafanikio mengine ni kuimarika kwa utawala bora katika shule, kuendelea kupokea ruzuku ya elimu kutoka serikali kuu, yani elimu bila malipo. Jumla ya shilingi bilioni 1,692,175,371 imepokelewa kutoka shule za msingi na jumla ya shilingi milioni 921,479,044 zimepokelewa kutoka shule za sekondari. Kwa mwaka wa fedha 2025, ili kupunguza uhaba wa vitabu na kiada, jumla ya vitabu 45,848 na vifaa vya tehama 111 vimepokelewa kwenye shule za msingi. Ili kukabiliana na upungufu wa walimu, halmashauri imepokea walimu wapya 65 ambao walimu 38 ni wa shule za sekondari na walimu 27 ni wa elimu ya awali na msingi. Sekta ya afya, halmashauri imeendelea kuimarika kupitia ujenzi wa zahanati 4 ambapo ni katika kijiji cha Makulo, Yulansoni, Kitumbili na Tumuli na kituo kimoja cha afya kinachojengwa katika kata ya Iguguno. Sambamba na hilo, ukarabati wa majengo mbalimbali ya kutolea huduma ya afya umefanyika. Jumla yote ya gharama imetumia shilingi milioni 719,143,506. Hadi sasa halmashauri ina jumla ya vituo vya kutolea huduma za afya 55 vya serikali na vituo 55 vya serikali na vituo 49 ambapo hospitali ni 1, vituo vya afya 5, zahanati 43. Aidha, vituo binafsi ni 7 ambapo hospitali, vituo vya afya 2 na zahanati ni 3. Hali ya upatikanaji wa dawa umeongezeka kutoka 92% hadi 93.8%, huku dawa na vifaa tiba vyenye thamani ya shilingi milioni 850,964,855.17 vikiwa vimenunuliwa. Aidha, mashine mpya 11 za uchunguzi pamoja na vifaa tiba vyenye thamani ya shilingi milioni 200 vimesambazwa katika vituo vya kutolea huduma za afya. Upatikanaji wa chanjo ndani ya wilaya umefikia 100% na utoaji wa chanjo umeongezeka kutoka 102% hadi 105. Katika kuimarisha afya za wananchi wa halmashauri ya Mkalama, imeendelea kutoa huduma za afya bila malipo kwa wazee wenye umri wa miaka 60 na zaidi na wale wenye hali duni pamoja na watoto wenye miaka chini ya miaka 5. Tumeendelea kutoa huduma hizo ambapo kwa mwaka wa fedha 2025/2026 wazee 5,501 walinufaika na huduma hizi, wakiwepo wanaume 1,762 na wanawake 3,733. Aidha, watoto 15,664 walipatiwa huduma za matibabu bila malipo, wakiwemo wavulana 7,699 na wasichana 7,965. Thamani ya huduma zilizotolewa kwa msamaha wa matibabu haya ni sawa na shilingi milioni 104,24,958. Huduma hizi zimechangia kuboresha afya na ustawi wa wananchi wetu, kupunguza gharama za matibabu kwa kaya na kuongeza upatikanaji wa huduma za afya kwa makundi maalum. Sekta ya mazingira, katika kuunga mkono utekelezaji wa mkakati wa miaka 10 yani 2024-2034 unaolenga kuhakikisha zaidi ya 80% ya Watanzania wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034, halmashauri katika mwaka wa fedha uliopita imesambaza jumla ya majiko 4,370. Kati ya hayo, majiko 3,255 ni majiko ya gesi na majiko 1,115 ni majiko banifu. Hatua hiyo inalenga kupunguza matumizi ya kuni na mkaa, hivyo kuchangia katika uhifadhi wa mazingira na kupambana na uharibifu wa mazingira unaosababishwa na ukataji miti ovyo. Katika utunzaji na uhifadhi wa mazingira, halmashauri imeendelea na zoezi la upandaji wa miti ambapo miti 8,817 imepandwa kwenye maeneo ya wazi na maeneo ya nyumba za wananchi. Kitalu kimoja kimeanzishwa chenye jumla ya miche 20,000 kwa ajili ya kurahisisha zoezi la utoaji miche kwa wananchi na taasisi zenye uhitaji. Sekta ya kilimo, kama mnavyofahamu ndugu waandishi wa habari, kwa halmashauri ya wilaya Mkalama
kilimo kimeendelea kuwa nguzo muhimu ya uchumi kwa wananchi wa Mkalama. Uzalishaji wa mazao ya chakula umeongezeka kutoka tani 116,948 katika msimu wa mwaka 2024-2025 hadi tani 354,438 katika msimu wa 2025-2026. Kwa upande wa mazao ya biashara, uzalishaji umeongezeka kutoka tani 44,796 hadi tani 50,471 katika kipindi hicho. Mafanikio haya yamechangiwa na kuongezeka kwa maafisa ugani ambao ni wa kilimo, ambao halmashauri imepokea kutoka maafisa ugani 16 waliokuwepo mwaka wa fedha uliopita hadi maafisa ugani 47. Lakini pia mafanikio haya yamechagizwa na matumizi ya mbegu bora na mbolea kupitia ruzuku ya serikali, ambapo jumla ya pembejeo za ruzuku zenye thamani ya shilingi bilioni 9,488 na laki 5 zimesambazwa kwa wananchi, pamoja na utekelezaji wa mfumo wa stakabadhi za ghala ambao umeimarisha masoko ya zao la dengu na kuongeza kipato kwa wakulima wetu. Kupitia mfumo huu, jumla ya shilingi bilioni 8,143,989.06 zimelipwa kwa wakulima kupitia mfumo huu, lakini na shilingi milioni 246,688,529 zililipwa halmashauri, ikiwa ni ushuru unaotokana na zao la dengu. Sekta ya mifugo. Sekta hii imeendelea kuimarika kupitia utoaji wa huduma za chanjo na tiba, ambapo jumla ya mifugo 173,775 imehudumiwa, ikijumuisha ng'ombe 115,153, mbuzi 37,519 na kondoo 21,103. Aidha, uzalishaji wa mifugo na bidhaa zake umeongezeka kutoka asilimia 65 mwaka 2024-2025 hadi asilimia 80 katika mwaka wa fedha ulioisha. Mafanikio haya pia yamechangiwa na kuongezeka kwa maafisa mifugo kutoka maafisa mifugo 28 waliokuwepo hadi 35. Hatua hizi zote zimeboresha huduma kwa wafugaji, kuongeza tija katika ufugaji na kuchangia kuongezeka kwa kipato cha wafugaji pamoja na maendeleo ya sekta nzima kwa ujumla. Sambamba na hilo, sekta ya mifugo imeendelea kuwa na usimamizi wa huduma ya kuosha na kuogesha mifugo, ambapo jumla ya mifugo 379,199 wamehudumiwa, ikijumlisha ng'ombe 271,728, mbuzi 66,748 na kondoo 40,197 pamoja na mbwa 523. Kwa upande wa dawa zilizopokelewa za kuogeshea mifugo, halmashauri imepokea dozi. Kwa upande wa dawa zilizopokelewa, halmashauri imepokea dozi za chanjo yani CBPP dozi 1,500,000 zenye thamani ya shilingi milioni 37,500, dozi ya chanjo ya PPR dozi 143,000 zenye thamani ya shilingi milioni 50 na 50,000, na dozi ya chanjo ya Newcastle ya dozi 350,000 yenye thamani ya shilingi milioni 14. Kwa ujumla thamani ya dawa zilizopokelewa ni shilingi milioni 101,550,000. Katika kuimarisha ajira na utumishi wa umma, katika mwaka wa fedha uliopita, jumla ya watumishi 344 wameajiriwa katika kada mbalimbali zikiwemo elimu, afya, kilimo na utawala. Aidha, watumishi wapatao 216,000 wamepandishwa madaraja kulingana na weledi wao wa kazi katika kada mbalimbali zikiwemo kada ambazo nimezitaja awali. Ajira hizi zimeimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi na kuongeza ufanisi kwa taasisi ya umma 550,000. Katika kuimarisha ajira na utumishi wa umma, katika mwaka wa fedha uliopita, jumla ya watumishi 344 wameajiriwa katika kada mbalimbali zikiwemo elimu, afya, kilimo na utawala. Aidha, watumishi wapatao 216,000 wamepandishwa madaraja kulingana na weledi wao wa kazi katika kada mbalimbali zikiwemo kada ambazo nimezitaja awali. Ajira hizi zimeimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi na kuongeza ufanisi kwa taasisi ya umma katika halmashauri yetu. Nijikite sasa kwenye mwelekeo wa halmashauri kwa mwaka wa fedha ujao au huu tuliopo sasa, kwa maana ya mwaka 2026-2027.
Kwa mwaka huu halmashauri ya wilaya Mkalama itaendelea kutekeleza miradi ya kimkakati ikiwemo miradi ya elimu, ambapo ujenzi wa shule mpya moja ya sekondari ya Ishenga itakayojengwa kupitia mradi wa SEQUIP yenye gharama ya shilingi milioni 544,225,626, ukamilishaji wa maabara 2 katika shule za sekondari za Isanzu na Mageza zenye gharama ya shilingi milioni 60, ukamilishaji wa vyumba vya madarasa katika shule za msingi Ndala, Migunga na Mgolombyo venye thamani ya shilingi milioni 37 na laki 5, ujenzi wa matundu ya vyoo katika shule mbalimbali, ukamilishaji wa nyumba za walimu katika shule za msingi, lakini utengenezaji wa vitanda kwenye mabweni na madawati kama ambavyo tumeendelea kufanya. Lakini katika upande wa TEHAMA, ili kuimarisha utoaji wa elimu kwa njia ya mtandao, shule ya sekondari ya Nduguti itapatiwa vifaa vyenye thamani ya shilingi milioni 10 kutoka mapato ya ndani. Miundombinu ya majengo ya utawala utafanyika ujenzi wa nyumba 3 za wakuu wa idara kwa gharama ya shilingi milioni 250. Miundombinu ya afya ikiwemo ukamilishaji wa hospitali ya wilaya yenye gharama ya shilingi milioni 500 pamoja na ukamilishaji wa vituo viwili vya afya vya Ilunda na Gumanga venye thamani ya shilingi milioni 200. Aidha, juhudi za kuwawezesha wananchi kiuchumi na kuimarisha huduma za elimu, afya, kilimo na mifugo zitaendelea kupewa kipaumbele ili kuongeza ustawi wa wananchi na kuchochea maendeleo ya wilaya. Lakini tunaendelea kuboresha ukusanyaji wa mapato yetu ya ndani ili tuweze kufikia lengo la makusanyo la bilioni 3 na milioni 600, ikiwa ni pamoja na kuboresha maeneo ya stendi ili kuweza kuboresha upatikanaji wa mapato, kuboresha maeneo ya minada na kuboresha vitega uchumi vyote ambavyo vinaweza kutuingizia mapato. Lakini halmashauri inaendelea kupanga kutoa huduma bora za afya kwa wananchi ili kuweza kuboresha na kufikisha upatikanaji wa huduma za afya kutoka ngazi ya wilaya mpaka kwenye vijiji na vitongoji. Kuendelea kushirikiana na serikali za vijiji lakini na kamati za kata katika kuwaletea wananchi maendeleo. Nikielekea kuhitimisha taarifa yangu, katika mwaka wa fedha 2025, wilaya ya Mkalama inaendelea kushuhudia mafanikio makubwa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo na utoaji wa huduma kwa wananchi. Naendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuipatia halmashauri ya Mkalama fedha za kutosha za kutekeleza miradi mbalimbali ya kimaendeleo na ile mikubwa ya kimkakati. Hali kadhalika, mafanikio haya yasingeweza kupatikana bila ya watumishi wa wilaya ya Mkalama. Kwa dhati ya moyo wangu nawapongeza watumishi wote wa halmashauri kwa utendaji kazi mzuri, maarifa na ubunifu katika kuiletea halmashauri yetu maendeleo. Kipekee namshukuru Mheshimiwa Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mkalama, Mheshimiwa Mohamed Juma pamoja na baraza lake la madiwani kwa usimamizi mzuri wa rasilimali kwenye maeneo yao na kwa halmashauri kwa ujumla. Nawashukuru wananchi wote wa Mkalama kwa ushirikiano wao katika utekelezaji wa majukumu ya serikali. Niwaombe waendelee kushirikiana na halmashauri katika mwaka huu mpya ambao tumeuanza. Halmashauri inaahidi kuendelea kutoa huduma bora kwao, na niwakumbushe tu umuhimu wa kutunza amani ndani ya halmashauri yetu. Wananchi wajiepushe na vitendo vyovyote vinavyoweza kuashiria au kupelekea uvunjifu wa amani, na vile vile watoe taarifa katika serikali za vijiji kwa watendaji wa vijiji au wakata endapo watabaini mienendo isiyofaa katika maeneo yao, ikiwemo na wageni waliohamia ambao hawana shughuli maalum katika maeneo yao. Ikionekana haitoshi, wanaweza kufika ofisi za mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ambazo ziko hapa Nduguti kuweza kuleta taarifa sahihi ili tuweze kuchukua hatua. Mwisho, ni wakumbushe watumishi wenzangu kuwa safari ya kuiletea nchi yetu maendeleo makubwa imeanza leo Julai mosi 2026, ikiwa ni siku ya kwanza ya utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050. Nitoe rai kwa watumishi wote ndani ya halmashauri ya wilaya Mkalama kuongeza kasi ya utendaji kazi, ubunifu na uwajibikaji ili kuendana na malengo yaliyomo kwenye Dira 2050, yani Dira 2050. Aidha, ni vizuri kila mtumishi wa umma akaisoma na kuielewa mipango hii ili aiweze kuwekea mikakati ya kuifanyia kazi katika eneo analolihudumia. Mafanikio na maendeleo ya halmashauri ya Mkalama yapo mikononi mwetu watumishi wa umma. Tufanye kazi kwa umoja
upendo na mshikamano ili kwa pamoja tuyafikie malengo haya.